ni kuanzishwa kwa timu yetu pendwa, timu ya Tanzania Prisons, ambayo awali ilijulikana kwa jina la timu ya ufundi, ambayo ilipanda daraja na kushiriki ligi kuu mwaka 1995. Ikiwemo timu yetu pendwa ya Tanzania Prison. Najua tuliteleza kidogo, lakini niwahakikishie nimekutana na kamati husika, nimekutana na viongozi wenzangu makao makuu, lakini na dawati la ufundi tumeweka mikakati kuhakikisha kwamba tunarudi tena katika ligi kuu. Wanamichezo, habarini za asubuhi. Habari ya mazoezi. Tambue uwepo wa Kamishna Nicodemus Tenga, mkuu wa division ya sheria na uendeshaji wa magereza, Kamishna Chacha Bina, mkuu wa division ya fedha na mipango, Kamishna Ahmad Mwindadi, mkuu wa division ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu, ambaye ndiye mratibu mkuu wa michezo hii ya mkuu wa jeshi, Kamishna Amina Jumanne Kavirondo, mkuu wa division ya huduma za urekebu, maafisa waandamizi mliopo, wakuu wa magereza kutoka kanda ambazo zina uwakilishi kwenye michezo hii, mkuu wa vyuo, mkuu wa kikosi. Nitambue uwepo wa Bwana Frank Wilson, ambaye ni mwakilishi wa mkurugenzi wa benki ya CRDB. Wana michezo wote, tunao waamuzi, maafisa na askari na wanahabari. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Jenga afya kwa mazoezi. Hili naona bado hamjaelewa. Jenga afya kwa mazoezi, ibua vipaji. Ibua vipaji. Jenga afya kwa mazoezi, ibua vipaji. Niungane na waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyetupa afya nzima. Natambua wengi wetu tumesafiri kutoka maeneo mbalimbali, tumefika salama na leo tumeamka salama. Hii yote ni kwa sababu ya kudra za Mwenyezi Mungu. Lakini niwashukuru wote kwa namna ambavyo tumeshiriki mazoezi ya leo asubuhi. Nilikuwa na dodosa kwamba wote tulianza na tumefika wote. Taarifa nilizo nazo ni kwamba wote tulianza kwa pamoja na tumemaliza kwa pamoja. Hongereni sana kwa mazoezi ya asubuhi. Lakini niwashukuru na kuwapongeza Secretariat kiongozwa na mratibu Kamishna Mwindadi kwa maandalizi mazuri ya tukio hili muhimu ambalo linatukutanisha maafisa na askari kutoka mikoa yote kwa ajili ya michezo hii, michezo ya kombe la mkuu wa jeshi au CGP Cup. Lakini kwa dhati kabisa nawashukuru wenzetu wa CRDB. CRDB imekuwa mdau muhimu sana katika shughuli ambazo tumekuwa tukizifanya. Nashukuru sana pia kwa kushirikiana nasi katika michezo hii, na naomba mfikishie salamu mkurugenzi wa CRDB. Tunathamini sana mchango mnaotoa ambao kwa namna moja ama nyingine umeendelea kuleta ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yetu. Nakushukuru sana na asante sana mwakilishi wa CRDB. Michezo hii ya kombe la mkuu wa jeshi CGP Cup, kama ambavyo aliongea Kamishna Mwindadi, yalianzia ngazi ya kanda na sasa yanafanyika ngazi ya taifa. Na hapa ni washukuru wakuu wa magereza mikoa yote na wakuu wa magereza kwa kuratibu mashindano haya kwa ngazi ya kanda, kwa sababu walianza ngazi ya vituo kwa ajili ya kutambua na kuibua wachezaji, na baadaye kukawa na mashindano ya kikanda, na hatimaye sasa tunayo mashindano ya ngazi ya taifa. Wametoa mchango muhimu sana katika kuhakikisha ngazi ya kanda yanafanikiwa, na ndio maana leo tuna mashindano ngazi ya taifa. Lakini washukuru watumishi wote
hususan wale walioshiriki katika michezo mbalimbali kwa ngazi hiyo ya kanda. Na niwapongeze wachezaji wote ambao mmebahatika kutoka mikoani na kuja hapa kwa ajili ya mashindano ngazi ya taifa. Washukuru sana kwa sababu najua kulikuwa na mashindano kwenye kanda, wengi walishiriki, lakini lengo lilikuwa ni kupata wachache ambao wataziwakilisha kanda husika, na nyinyi mmebahatika kuziwakilisha kanda zenu. Tunashukuru kwa hilo, na kwa kweli mwaka huu imekuwa ni hamasa, na huu ni mwanzo tu. Kama alivyozungumza kamishna, nilitoa maelekezo muda na nilisema hapana, kama jeshi lazima tuone namna gani ya kufufua michezo hii. Anashukuru limetekelezwa, na leo tumeweka historia, na sasa tunayo mashindano haya ya CGP Cup ngazi ya taifa. Lakini watie moyo wale wote ambao walishiriki katika ngazi ya kanda lakini hawakubahatika kuchaguliwa ili kuwakilisha kanda zao katika mashindano haya. Na tunatambua si wote wanaotakiwa kuja. Tunakuwa na mashindano ya kanda lakini tunachagua wachache. Ni imani yangu kwamba wataendelea kufanya mazoezi, wakati mwingine pengine watafanya vizuri zaidi na wao waweze kupata nafasi ya kuziwakilisha kanda zao. Na michezo hii ipo na itaendelea kufanyika kila mwaka. Na hapa nitoe maelekezo kwa kamishna anayehusika, kamishna wa utawala na rasilimali watu. Tuhakikishe kwamba michezo hii inafanyika kila mwaka. Na historia inatukumbusha kuwa mashindano haya si mara ya kwanza kufanyika. Takumbuka kuwa miaka ya nyuma kulikuwa kukifanyika mashindano au michezo mbalimbali ndani ya jeshi letu, na ilikuwa inajulikana kwa jina la Mwanguku Cup. Mashindano hayo yalianzishwa mwaka 1984 yakiwa na lengo la kuibua na kuendeleza vipaji vya wanamichezo mbalimbali ndani ya jeshi. Na wanamichezo walioibuliwa walitumika kuliwakilisha jeshi katika mashindano mbalimbali, lakini ndani na nje ya nchi. Kipindi hicho kulikuwa na timu za mchezo wa ngumi, riadha, mpira wa kikapu na mpira wa mikono ambazo zilifanya vizuri sana, na wakati mwingine kwenda kushiriki mashindano ya kimataifa. Lakini kutokana na sababu mbalimbali, miaka ya 90, kama nakumbuka vizuri, mwaka 94 mashindano haya yalikoma. Moja ya matunda ya mashindano ya Mwanguku Cup ni kuanzishwa kwa timu yetu pendwa, timu ya Tanzania Prisons, ambayo awali ilijulikana kwa jina la timu ya ufundi, ambayo ilipanda daraja na kushiriki ligi kuu mwaka 1995. Pamoja na hayo niliyoeleza, mashindano ya Mwanguku Cup pia yalilenga kuwakutanisha maafisa na askari wa mikoa yote nchini ili kudumisha umoja, mshikamano na nidhamu kazini. Kwa misingi hiyo, uongozi wa jeshi ulitoa maelekezo ya kuanzishwa kwa mashindano ya mkuu wa jeshi, na nishukuru sana kwa mwitikio ambao umeonyeshwa kwa maafisa na askari nchi nzima katika mashindano haya. Kwa kweli kumekuwa na mwitikio mzuri. Ni mara ya kwanza tunayaanzisha baada ya kuwa yalisitishwa miaka ya nyuma, lakini nilikuwa nafuatilia mikoani, kila nikiuliza kwa kweli RPOs walikuwa active, wakuu wa magereza walikuwa active, lakini maafisa na askari wote walikuwa active. Tafsiri yake ni kwamba kumekuwa na mwamko mzuri, na hili niwashukuru na niwapongeze sana. Mashindano haya ya CGP Cup yatahusisha michezo mbalimbali kama ambavyo ametaja kamishna, ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa wavu, mpira wa pete, mpira wa kikapu, mpira wa mikono, riadha na vishale. Na yatafanyika kuanzia leo tarehe 21 Agosti 2026 na kuhitimishwa siku ya tarehe 25 Agosti 2026. Aidha, kwa mwaka huu mashindano haya yanaendana na maadhimisho ya Magereza Day, ambapo tarehe 25 Agosti 2026 jeshi litakuwa likitimiza miaka 65 baada ya uhuru. Kwa hiyo tunakwenda sambamba na maadhimisho ya Magereza Day. Mwaka jana
maadhimisho ya Magereza Day tuliyafanya kwa utaratibu mwingine. Safari hii tumedhani tuongeze vionjo kwa kuwa na mashindano ya mkuu wa jeshi, lakini nimetoa maelekezo vituoni kwamba tuendelee kuadhimisha Magereza Day vituoni kwa kufanya shughuli zile ambazo wanazoweza zikazifanya, na hususan shughuli zinazogusa jamii. Kwa hapa Dar es Salaam pamoja na mengineyo, lakini tutakuwa na haya mashindano ambayo yanaanza leo na tutahitimisha siku ya kilele tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2026. Nimeelezwa kuwa baadhi ya kanda zimekosa wawakilishi katika baadhi ya michezo na timu shiriki zimefanya maandalizi kwa muda mfupi. Lakini wapongeze waliofanikisha kupatikana kwa timu hizi zilizokuja kushiriki mashindano haya. Pia ni watoe hofu wote wale ambao hawajafanikiwa kupata baadhi ya timu, kwa kuwa ndio tumeanza tena mashindano haya, na kama nilivyoelekeza tutaendelea kuyafanya mwaka hadi mwaka. Na hapa nisisitize mkuu wa division ya utawala na rasilimali watu kuhakikisha kunakuwa na maandalizi ya mashindano haya mapema ili kila mwaka yaweze kufanyika. Uendeshaji wa mashindano haya CGP Cup ni utekelezaji wa maelekezo ya serikali kuhusu kuibua na kuendeleza vipaji vya wanamichezo mbalimbali, ambapo licha ya kuimarisha afya huzalisha fursa za ajira kwa vijana. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa ikihamasisha na kuwezesha michezo nchini, ikiwa pia ni utekelezaji wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050 ambayo moja ya malengo yake ni kuinua na kuendeleza tasnia ya michezo nchini. Michezo inajenga afya ya mwili na akili, lakini michezo inaleta ushirikiano, inaleta upendo na mshikamano miongoni mwa maafisa na askari. Kikubwa zaidi, michezo inakuza nidhamu na utii ambao ni muhimili muhimu katika utekelezaji wa majukumu yetu ya msingi. Hivyo mnaposhiriki katika michezo hii, ni wasihi wachezaji wote kuonyesha uwezo wenu katika michezo mnayoshiriki kwa kuzingatia misingi ya michezo, msingi wa mchezo wa haki, yani fair play. Vile vile waamuzi, simamieni na kuamua kwa haki bila upendeleo ili mshindi apatikane kwa njia halali. Na haya ni mashindano, lakini kwa kweli mwisho wa siku, pamoja na kwamba tutakuwa na mshindi, pengine mshindi wa kwanza, mshindi wa pili, mshindi wa tatu kwa kila mchezo, lakini mwisho wa siku wote tutakuwa ni washindi, kwa sababu lengo la mashindano haya, lengo la michezo hii pamoja na mambo mengine ni kujenga umoja ndani ya Jeshi la Magereza, kujenga mshikamano, kulifanya jeshi liwe na mwelekeo mmoja, lakini kubwa zaidi kujenga afya ya mwili na afya ya akili. Kwa hiyo mwisho wa siku, najua tunashindana kanda na kanda, mchezo na mchezo, lakini mwisho wa siku wote tutakuwa washindi. Kwa hiyo niwatake mwe na jitihada katika mashindano haya ili kuhakikisha kwamba mnashiriki kikamilifu, mnashindana kwa utaratibu wa fair play, mwisho wa siku tuweze kuyahitimisha salama ili tuweze kufikia malengo, pamoja na kupata ushirikiano, kuwa na umoja, mshikamano, lakini ni fursa ya kuibua vipaji ambavyo wachezaji husika wanaweza wakatumika katika timu zetu mbalimbali, ikiwemo timu yetu pendwa ya Tanzania Prison. Najua tuliteleza kidogo, lakini niwahakikishie nimekutana na kamati husika, nimekutana na viongozi wenzangu makao makuu, lakini na dawati la ufundi tumeweka mikakati kuhakikisha kwamba tunarudi tena katika ligi kuu. Naomba nihitimishe kwa kuwakaribisha nyote katika hafla hii ya ufunguzi na mashindano haya ya michezo ya mkuu wa jeshi, yani CGP Cup. Niwatakie afya njema na kila laheri, ushiriki mwema, ili mwisho wa siku tuweze kufikia malengo tuliyokusudia. Baada ya kusema hayo, la kwanza, niko tayari. Nadhani kuna kufunga goli pale. La kwanza, niko tayari kwenda kupiga penalty, na niwahakikishie hiyo penalty ndaifunga, ikiwa ni ishara ya ufunguzi wa hii michezo. Niendelee kuwatakia michezo mema. Baada ya hapo, natamka rasmi kwamba michezo ya mkuu wa majeshi
mkuu wa jeshi Shiji Pickup kwa mwaka 2026 imefunguliwa rasmi, na asanteni sana kwa kunisikiliza.